أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tuendelea na darasa yetu kuhusu nasaha kwa wanandoa. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa nasaha kwa wanandoa, kwanza kabisa usitangaze udhaifu wa mumeo kwa familia na marafiki. Yapasa kila mmoja kumtunzia mwenziwe hadhi yake. Kadhalika, miongoni mwa nasaha, usiwe na mtazamo mbaya wala kuzungumza naye kwa hisia kali. Huwezi kujua atatafsiri vipi. Kadhalika, usimlinganishe mumeo na waume wengine. Huwezi kujua hao waume wengine wanapitia hali gani kimaisha. Kila mwanaume ana sifa zake. Na kadhalika pia, mpe mumeo, katika miongoni mwa nasaha, mpe mumeo heshima. Mpe mumeo heshima mbele za watu, hata kama akakukosea, mlinde na mrekebishe faraghani. Ukifanya hivyo hatokusahau. Na kadhalika miongoni mwa nasaha, usimnyime huduma za kitandani kwa kujifanya mgonjwa au kuchoka ama kukasirika au kutokuwa na hamu. Kumbuka wanawake wengine wanatafuta nafasi hiyo. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa nasaha, usimkemee wala kumkosoa mume wako mbele ya watu au watoto. Ni malezi mabaya kwa watoto, maana wewe ni mwalimu wao. Wewe kama mama ni mwalimu wao. Wanakutazama wewe kama mfano bora kwao, japo unadhani ni watoto tu. Nasaha nyingine, dada zangu katika imani, kwa wanandoa, mtazame mumeo kama kavaa vizuri kabla hajatoka, maana akipendeza yeye, wewe utaheshimika, na ukipendeza wewe, yeye ataheshimika. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa nasaha kwa wanandoa, usikubali marafiki zako wa kike kuwa karibu naye sana. Weka mipaka, maana hujui nia zao. Na nasaha nyingine kadhalika, mumeo anahitaji umakinike kwake na umsikilize kama mtoto. Usiwe mkali, usiwe mjeuri, usiwe na kiburi, na atakupenda sana. Dada zangu katika imani, na kadhalika mwisho kabisa, dada zangu katika imani, mapenzi yako kwa mumeo yasiwe kwa sababu ya maslahi fulani. Kama uliolewa naye kwa misingi hiyo, kwa sasa, yani ni mumewe, mpende bila masharti na ndoa yenu itadumu. Shukran jazila wa barakallahu fikum.